Bwana, kuna taarifa ambazo nimezipata kutokea pale Tabora ni kwamba afisa habari wa klabu ya Young Africans amekamatwa na polisi na amewekwa Central. Ni taarifa ambazo of course ni tetesi zimezipata kutoka kule Tabora, lakini pia unakumbuka pia waandishi kadhaa pia nimeona pia mwandishi mkongwe Jumayo pia ameandika kupitia mtandao wake wa X, lakini pia kwenye mtandao wake pia wa Instagram nimeona pia naye ameandika. Maana ni taarifa ambazo zimesambaa kwa watu tofauti tofauti kuhusiana na afisa habari wa klabu ya Young Africans kukamatwa na polisi pale Tabora. Na amekamatwa na polisi, moja ya vitu ambavyo vinatajwa kwamba huo ndio chanzo ni kutokana na kauli ambazo alizitoa juzi kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Kama unakumbuka, alizungumza mambo mengi ambayo mengine yalikuwa yanamdhalilisha mkuu wa mkoa ama yalikuwa yanamshushia heshima mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Na baada ya kuzungumza yale mambo mengi, of course sisi kama wadau tulisema Alikamwe anapaswa kuomba radhi, lakini inaonekana kama hakuomba radhi. Na baada ya mchezo wa jana kumalizika, inasadikika kwamba alikamatwa na jeshi la polisi na akawekwa chini ya ulinzi. Sasa hizo ni taarifa tu ambazo zinazungumzwa kwamba huenda hilo ndo tatizo ambalo limepelekea, labda pengine kuna sababu nyingine, inawezekana jeshi la polisi likaja kutueleza zaidi, lakini kwa kile ambacho kinazungumzwa mpaka hivi sasa ni kwamba Alikamwe amekamatwa na jeshi la polisi kwa sababu ya zile teteza ya kumsema vibaya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Ni tetesi tu zinazungumzwa. Kwa hiyo sio taarifa ambazo ni rasmi kwamba zimeshathibitishwa. No. Bado ni tetesi tu zinazungumzwa. Kwa hiyo tunasubiri mamlaka husika pengine itatoa taarifa ya kuhusiana na kukamatwa kwa Alikamwe kwamba tatizo kubwa ni nini. Kama ni kuhusiana na kauli ambazo alizitoa pia juzi kwenye ule mchezo itazungumzwa, lakini pia kama kuna sababu zingine tutazisikia pia. Lakini kama unakumbuka, kama umefuatilia vizuri mchezo wa Yanga na Tabora, ni mchezo ambao ulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanazungumzwa, lakini pia Alikamwe amezungumza mambo mengi ambayo yalikuwa yanadhalilisha watu. Alimuita afisa habari wa Tabora kama alimfananisha na TV ya Chogo na nini. Ni kauli ambazo kidogo zilikuwa zinawadhihaki watu fulani au zilikuwa zinawadhalilisha watu fulani. Unajua Alikamwe ni mtu ambaye amekuwa na tabia ya kuzungumza maneno machafu mbele za watu au kuwahusu watu fulani. Kama unakumbuka leo kumfananisha Juma Mgunda na andazi, ikabidi aombe radhi, lakini pia alizungumza masuala ya afisa habari wa Tabora kwamba maneno yake ni kama TV ya Chogo na nini. Lakini pia kauli zile ambazo alizungumza kuhusu mkuu wa mkoa wa Tabora kwamba amevaa shati lake la ubatizo mara nini, yani mambo mengi ambayo of course yalikuwa kidogo yanaleta sintofahamu. So hizo ni taarifa ambazo zipo, tunasubiri kuona mamlaka zithibitishe, lakini kwa tetesi ambazo kwa taarifa ambazo zipo zinaeleza kwamba Alikamwe amekamatwa na jeshi la polisi, na hizo ni tetesi tu. Kwa tunasubiri mamlaka husika kuthibitisha taarifa hizo, lakini kama ambavyo tunaona kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa ambazo zinazungumzwa sana huko Instagram pamoja na mtandao wa X.